Kwa nini mstari mmoja unakuwa umekolea alafu mwingine unakuwa umefifia? Hiyo inaashiria mimba ina muda gani? Na kama ni mara ya kwanza kuweza kutembea channel yangu, unaweza kusubscribe hapo chini uende kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Kipimo cha mimba cha kutumbukiza kwenye mkojo kinachoonyesha ile mistari, au kuna vingine vinaonyesha ile positive, kuna vingine ambavyo hiyo ni vya digital, kuna vingine viko vya aina tofauti tofauti, lakini chochote ambacho kinatumbukizwa kwenye mkojo mara nyingi chenye kinaonyesha una mimba au hauna mimba. Kwa hiyo hakiangalii muda kwamba hii mimba itakuwa na miezi miwili, miezi mitatu, miezi minne, mitano. Kufifia kwa mstari, kuto kufifia, hakuna umri wa mimba ambao unaonyesha kwamba hii ikiwa imefifia kiasi hichi basi mimba inaweza kuwa na mwezi mmoja au la. Tujue kwamba kipimo cha mimba kuna muda maalum ambao kinaanza kusoma kwamba mimba ipo na mimba imeshatunga. Kwa hiyo ukitaka kufunza zaidi kuhusiana na video hiyo, unaweza click suggestion hapo juu, utasikiliza mara baada ya kusikiliza video hii. Kuna huyu anauliza, anasema Dr. Samani, mwanangu ana miezi 11 amekataa kunyonya, nafanyaje? Ukweli ni kwamba mtoto hawezi kukataa kunyonya. Mtoto yoyote ambaye ni mchanga au mtoto ambaye yuko chini ya mwaka mmoja hawezi kukataa kunyonya. Labda kuna mambo ambayo yamefanyika yamepelekea mtoto huyo kuweza kuacha kunyonya. Inawezekana mama amnyonyeshi mara kwa mara, au mama anakuwa anampa sana maziwa ya kopo, au kama mtoto amegoma kabisa kuweza kunyonya, lazima uangalie, je, ana dalili za homa au ugonjwa wowote, au ana vidonda mdomoni, lazima uweze kuangalia. Kwa hiyo kama mtoto anaweza kula chakula afa amekataa kunyonya, maana kuna shida kwenye unyonyeshaji, kuna hitilafu ambayo imetokea ambapo ile bonding au karibu wa mama na mtoto umepotea. Lakini kama mtoto amekataa kunyonya na kula hali, inawezekana kuna shida ambayo inaendelea. Kama iko vizuri, lazima uchungulie mdomoni, kwenye ulimi kama kuna vidonda, lakini vile vile kama kuna changamoto nyingine na uweze kumsaidia. Hasa ukihitaji kujifunza zaidi kuhusiana na mtoto kuacha kunyonya au hataki kunyonya, unaweza click suggestion hapo juu, utasikiza video hiyo, ila utasikiza mara baada ya kumaliza kusikiliza video hii. Kuna huyu mwingine alikuwa anauliza, anasema je, mwanamke mwenye tatizo la uti wa mgongo anaweza kujifungua salama kwa njia ya kawaida? Anaweza, lakini nategemeana na hiyo shida ya uti wa mgongo ni shida ipi. Kwa hiyo ni vyema uweze kutana na daktari bingwa wa masuala ya uti wa mgongo, au tunaita neurosurgeon. Wao wataweza kusaidia kwamba unaweza kubeba mimba na ukajifungua kawaida au utafanyiwa upasuaji. Kuna hitilafu nyingine za uti wa mgongo, hata unapofanyiwa upasuaji, ile dawa ya kuingiziwa mgongoni ambao unajifungua unafanywa upasuaji ukiwa unaona kinachoendelea, inaweza kuwa changamoto, kwa sababu dawa ile kuingiza, kama kuna hitilafu ya ule uti wa mgongo haswa karibia na maeneo ya kiunoni, inaweza kuwa changamoto. Kwa hiyo ni lazima ujiulize kwa daktari wako ambaye anakuona, haswa daktari bingwa wa masuala ya mfumo wa neva na ubongo. Yeye ndio atakusaidia, atakwambia jibu sahihi kwamba unaweza kujifungua kawaida au kujifungua kwa upasuaji, unaweza kubeba mimba au usiweze kubeba mimba. Huyu anasema, daktari, naomba kuuliza, mtoto anaweza kuanza kula akiwa na miezi 5, maana analia sana, hashibi maziwa. Tunasema kwamba chaguo A au chaguo la kwanza kabisa kwa mtoto mchanga, haswa ambaye yuko chini ya miezi 6 au miezi 6 kurudi chini, mara nyingi ni maziwa ya mama. Yaani hiyo mama yoyote au dada yoyote, ukatae usikatae, chaguo la kwanza kabisa kwa mtoto wako ambaye Mwenyezi Mungu ameweza kumpa ni maziwa yako wewe ambaye ni mtoto wako. Lakini kama imetokea labda changamoto, huwezi kutengeneza maziwa au kuna hitilafu yoyote imetokea katika utengenezaji wa maziwa, option B mara nyingi au chaguo B au namba 2 huwa ni maziwa ya kopo ambayo tunaita infant formula, haswa lactogen 1 ambayo huwa inatumika kwenye hiyo miezi 6 ya mwanzo. Kwa hiyo masuala ya kumpa chakula uji, maziwa ya ng'ombe, hivyo ni vitu ambavyo mtaani watu wanafanya, lakini si sawa kiafya, na wakati mwingine watoto wao wanakuwa na utapiamlo na unamuingiza mtoto wako kwenye hatari kubwa sana ya afya yake mwanzoni ukianza kumlisha vyakula kwenye miezi 6 hii ya mwanzo. Mara nyingi ni maziwa ya mama tu, au kama umeshindwa basi nunua maziwa ya kopo na uweze kumsaidia mtoto wako. Habari daktari, mtoto akifia tumboni ikiwa mimba imefika miezi 9 mpaka 10, maana yake ni ule muda wa kuweza kujifungua, njia ilifunguka kwa sentimita 4 tu, je, kwa uzao wa pili unaweza kujifungua kawaida? Inawezekana huyu Aileen yeye alijifungua kwa upasuaji, lakini mtoto wake alikuwa amefariki, labda na uchungu ulikuwa uwezi kwenda vizuri. Sisi mara nyingi huwa tunasisitiza mtoto akiwa amefia tumboni, huwa tunasisitiza sana mama uweze kujifungua kawaida na using'ang'anie kujifungua kwa upasuaji kama una sababu za msingi. Labda madaktari mpaka aone kuna sababu za msingi sana
au mtoto amegeuza makalio afu mtoto mkubwa hawezi kutoka. Na wakati mwingine kuna njia ambazo zinaweza kutumika na mtoto akatoka tu kawaida. Lakini sawa, kina mama wengi wakati mwingine wanaweza kupata changamoto. Huwa wanasema kwamba wenyewe hawataki, lakini mwisho wa siku ukijifungua kwa upasuaji unakuwa na mshono, unapata maumivu ya mshono, lakini vile vile kisaikolojia umeshapoteza mtoto. Kwa hiyo huwa tunashauri kama huna mshono au sababu kubwa ambayo inapelekea wewe kuweza kujifungua kwa upasuaji, mtoto ambaye alishafia tumboni, ni vyema uweze kujifungua kawaida ili kuepusha kovu ambalo wakati mwingine tunasema halina maana na unakuwa na maumivu, unawaza. Kumbuka una mshono alafu unatembea na mshono, unauma na mtoto wako ushakuwa umempoteza, na unajua mtoto alikuwa amefariki kabla ya kuweza kujifungua. Kuna huyu mwingine anasema, je, ultrasound inaweza kudanganya jinsia ya mtoto? Ultrasound haidanganyi. Labda wewe umefanya muda ambao sio sahihi, ambao ni chini ya mimba ikiwa na chini ya miezi 5, au hata kama mimba ina zaidi ya miezi 5. Kama umeambiwa kwamba mtu wa ultrasound anakuambia jinsia sioni vizuri, usifosi aone jinsia, kwa sababu wakati mwingine mtoto anaweza kama amekaa mkao ambayo yule mtu anayefanya ultrasound hawezi kuona jinsia ya mtoto wako. Lakini mimba inapokuwa na miezi 6, 7, 8, akifanya ultrasound mtoto amekaa vizuri, anaweza kuambia jinsia kwa 100%. Kwa hiyo haidanganyi labda mtu anayefanya au ana hitilafu na wewe una force au ufanye muda ambao sio sahihi. Huyu mwingine anasema, Dr. je, ni kweli kwamba mama mjamzito ukilala umebana miguu ni hatari kwa mtoto aliyoko tumboni? Naomba msaada wako juu ya hili. Aise, hiyo sio kweli na sijui alikuwa anamaanisha nini, lakini unaweza kulala kwa namna yoyote, lakini tunachoshauri kama mimba ni kubwa sana, lalia upande. Na huwa tunashauri kwamba ukilalia upande pale katikati uweze kuweka mto ili kukutengenezea wewe comfortability kwenye kiuno au nyonga yako. Mara nyingi ukirudisha miguu yote ukalala, wakati mwingine unaweza unapata maumivu ya hapa na pale ambayo yanakuwa si vizuri kwako wewe kama mama mjamzito. Kwa hiyo tunasema kwamba tunashauri ununue ule mto wa ujauzito, au kama na mito ya kawaida basi uweke pale katikati ili uweze kukua katika mkao mzuri, na sio kwa sababu eti mtoto anapata shida tumboni. Labda kama utakuwa umelalia chali, kama umelala chali na mimba kubwa ina miezi 5, 6, 7, tumbo kubwa, labda mapacha, si salama kwa kweli. Lazima ujifunze kulalia upande, haswa mimba inapokuwa kubwa, ikiwa na miezi 7, 8, 6 kwenda juu. Ni vema uhakikishe kwamba unalalia upande. Upande unaopendelea sana ni upande wa kushoto, lakini sio lazima. Kama upande wa kushoto na hitilafu, unaweza kulalia upande wa kulia. Vile vile kuna huyu anasema, kama mliwahi kusikia mtu anamtamkia mwenzie maneno mabaya yakatimia, mara nyingi ndio wale walioanzia meno ya juu. Mtoto kuanzia kuota meno ya juu ni vibaya. Ni vibaya sana, ni mikosi. Ukiona mtoto wako anataka kuanza kuota meno ya juu, yarudishe nyuma. Wanayarudisha nyuma. Anasema wanayarudishaga nyuma. Hii si kweli, ni imani na hakuna ukweli wowote kuhusiana na kuota meno ya juu. Mtoto anaweza kaanzia meno ya juu au meno ya chini. Na ukitaka kujifunza zaidi, kuna video yangu moja unaweza kuklik igesheni hapo juu, utamsikiza daktari wa meno anavyoelezea kuhusiana na kuota kwa meno, hasa kwa watoto wachanga. Anaweza kaanzia juu, anaweza kaanzia chini bila kuleta hitilafu yoyote, na wala usiwe na wasiwasi. Lakini vile vile kuna huyu sasa alikuwa anasema, Dokta, mimi nimeharibikiwa na mimba 3, ila nikienda hospitali naambiwa sina shida yoyote, nishauri nifanye nini? Sasa mara nyingi huwa tunasema kwamba ukiona mimba zako zinaharibika mara kwa mara, kwanza lazima ujue mimba zinaharibika umri gani wa ujauzito. Kuna sababu ambazo zinapelekea mimba kuweza kuharibika miezi 3 ya mwanzoni mwa ujauzito. Kuna sababu ambazo zinapelekea mimba kuweza kuharibika miezi 3 ya katikati mwa ujauzito. Kwa hiyo kama inaharibika miezi 3 ya mwanzoni mwa ujauzito, nenda kapime homoni, nenda ukapime baadhi ya magonjwa kama kaswende ambao kitaalamu tunaita torches, na ukapime na vitu vingine. Lakini vile vile na zile homoni zenyewe zile tunasema za madini joto na hizo homoni za uzazi, ni vyema uweze kuziangalia kwa ukaribu. Je, ziko sawa? Na kama ziko sawa, basi unaweza kuangalia changamoto kama antiphospholipid syndrome na shida nyingi tu ambazo nimezungumzia kwenye moja ya video yangu hapo. Lakini vile vile kama mimba inaharibika miezi 3 ya katikati mwa ujauzito, angalia mimba inaharibikaje. Je, mtoto anatoka akiwa mzima afu baadaye anafariki? Mtoto anafia tumboni? Kama anafia tumboni, bado unaweza kucheki magonjwa na vitu vingine kama yale torches ambayo nimeweza kusema. Changamoto za pressure, kama una pressure kubwa sana, mtoto bado anafia tumboni kabla mimba haijafika miezi 3 ya mwishoni mwa ujauzito, na shida kama hizo. Lakini kama mtoto au unapata uchungu ambao sio mkali sana, njia inafunguka au mlango wa kizazi unafunguka, mtoto anatoka mzima anafariki, maana yake una shida
ya mlango wa kizazi kuweza kuachia mimba, ambayo kitaalamu tunaita cervical incompetence. Kwa hiyo kama na cervical incompetence, mara nyingi huwa unaweza kufungiwa kizazi pale mwanzoni kabisa mwa miezi mitatu ya katikati mwa ujauzito. Kwa hiyo jaribu kuangalia, lakini kuna video ambayo nimeelezea kwa ukina zaidi. Unaweza click suggestion hapo juu utasikiza video hiyo, ila utasikiza mara baada ya kumaliza kusikiza video hii. Sasa kama na maswali zaidi kuhusiana na masuala ya ujauzito, mtoto mchanga, unaweza kuniuliza na mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu maswali yako kwa wakati wote ule. Sasa kama wewe umekuwa ukipata changamoto za mimba kuweza kuharibika, haswa kama unatokwa damu, sasa hivi ni mjamzito, mimba yako iko miezi mitatu ya mwanzoni mwa ujauzito, una wasiwasi sana, unaona unatokwa damu, inawezekana ni matone au nyingi, unaweza click suggestion hapo kasikiza video hiyo inaashiria nini kwenye mimba yako na hatima yake ni ipi. Kwa na swali zaidi niulize hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu.